رمضان أقبل فالقلوب مريضة والنور أمسى خافتا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Mahasin TV. Marhaba ya Ramadhan, ndio kipindi ambacho kinakujia hewani kwa hivi sasa. Ni kipindi kinachokupa fursa adhimu kabisa ya kusikia maneno kutoka kwa watu mbalimbali, wanaweza kuelezea wanajiandaa vipi na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo hapa tukiwa katika Masjidi Gaddafi Dodoma, msikiti ambao umejibebea umaarufu mkubwa na historia kubwa katika anga la Afrika. Na hii leo tunakutana na Waislamu mbalimbali ambao wanaelezea namna gani wamejiandaa na kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ungana nami. Mbele yangu hapa nipo na madamu ambaye atatuelezea, kwanza ataanza kujitambulisha majina yake na atatuelezea anaopokeaje mwezi mtukufu wa Ramadhani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tambue jina lako. Naitwa Laila Sefu Machela. Umejiandaaje katika kupokea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Alhamdulillah, nimejiandaa vizuri. Namshukuru Mungu ni mzima wa afya, na namuomba Mwenyezi Mungu niendelee kuwa mzima hivi mpaka mwezi wa Ramadhani unakuja. Kitu gani cha kitofauti ambacho ulikifanya Ramadhani iliyopita unatamani Ramadhani hii pia ufanye kitu kingine kabisa cha tofauti? Kitu ambacho cha tofauti nilichokifanya Ramadhani iliyopita ni kufanya adhkari kwa sana na pia kuswali swala za usiku. Na namuomba Mwenyezi Mungu anizidishe kufanya ibada kwa wingi sana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani na kuhifadhi Qur'an tukufu. Hifadhi Qur'ani tukufu. Mimi ni kutakia maandalizi mema mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kipekee tuma salamu kwa watu wawili tu ukiwatakia Ramadhani karibu. Okay, napenda kutuma salamu kwa baba yangu mzazi mpendwa, na napenda kutuma salamu kwa mume wangu mpendwa Omari Shabani kwa lai. Nimekutana na dada yangu hapa, mdogo wangu. Assalamu alaikum. Assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unaitwa nani jina lako ma? Nani? Yusra Rajabu Hamadi. Yusra Rajabu Hamadi. Yusra, unatokea wapi wewe? Natokea Itega. Dodoma hiyo. Soma darasa la ngapi? Tumebakiwa na siku kadhaa kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umejiandaje kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani? Gani unatamani zaidi ukifanya kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani huu unaokuja? Zote 30 au 25. Aha, kitu gani ukiwaga nyumbani unakifurahia sana ukiwa ndani ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani? Nafurahia kufunga na nafurahia nifunge niende peponi. Mashaallah, unafurahia ufunge ili uende peponi. Nani alikwambia ukifunga unaenda peponi? Bwana nani? Mama yako. Mashaallah. Basi hebu toa salamu tatu kwa watu wako wa karibu, rafiki zako. Wape salamu tatu kuelekea kupokea mwezi wa Ramadhani. Natoa salamu kwa ndugu zangu na rafiki zako. Ujumbe gani unawaambia? Na wenyewe waweze kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani Wafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani 30. Jamani, wewe ni mtoto mzuri. Basi sawa, mashaallah. Hongera mama. Endelea kuangalia Mahasin, sawa? Mtazamaji wa Mahasin TV, kuelekea kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, Mahasin TV tuko Dodoma kwa minajili ya kukuletea tu namna gani watu wamejiandaa kwenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hapa nipo na ndugu yangu bwana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Jina lako al-akhi? Bin Athmani bwana. Mkazi wa wapi bwana? Dodoma Chang'ombe, mjini kati kabisa. Mashallah, tumebakiwa na masiku machache kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umejiandaaje sasa kwenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Nimejiandaa vizuri kwa kufunga.
Wao wamejiandaa kwa kufunga. Neno lako kwa vijana ambao pengine Ramadhani hii wengine hawafungi, wameghafilika na kadhalika, neno lako ni lipi? Aina hapo, kitu gani sana ambacho unatamaniji kukifanya kwenye Ramadhani na ukitamatisha tofauti na lengo kuu la kufunga? Ramadhani unasema hichi kitu natamani nikimaliza. Allah atakuwafikisha katika hilo. Mimi nikutakie maandalizi mema. Shukran sana bwana ndugu yangu. Naam, nimeghafilika kidogo. Bwana, mtu tuma salamu 2 na kwa upendeleo mimi nakupa 3 kwa watu ambao wanakutizama hivi sasa kupitia Mahasi. Mimi nawasalimia Waislamu wenzangu, nawatakia heri ya mwezi wa Ramadhani. Mwezi wa Ramadhani ufike, tujitahidi tufunge. Na nyingine nawasalimia tu ndugu zangu wote. Haya, 3 ya mwisho. 3 ya mwisho. Kwa mamsapu hiyo. Mamsapu hamna bado sijaoa. Basi shukran sana bwana. Mimi nikushukuru. Asante. Mtazamaji wa Mahasin TV, bado tungali hapa tukizungumza na Waislamu namna gani wamejiandaa kwenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi wenye upekee wa aina yake, miongoni mwa miezi ambayo inawafanya Waislamu wanakuwa bize kumkurubia muumba wao. Bwana, assalamu alaykum. Wa salaam wa barakatuh. Fahamu jina lako? Majina naitwa Harun Hashim Harun. Hivi ni kwa jina au kwa majina? Majina yashakuwa mengi. Yashakuwa mengi. Sawa. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umebakiza na masiku machache kabisa kuingia. Umejiandaje kupokea mwezi mtukufu? Tunamwomba Allah atufikishe, kwa sababu hatujui usiku kama tutafika, hatujui kesho kama tutafika. Tunaweza tukahesabu kwa akili zetu kwamba ni masiku machache, lakini nadhani kwa darasa tulilopata limetuambia kitu cha kwanza ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe mwezi wa Ramadhani kwa amani na salama. Kwa hiyo kikubwa ni kuomba Allah aweze kufika. Vijana wengi wanaamini ya masiku yanayokaribia kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi moja katika vitu ambavyo wanavyofanya ni kufanya ya kheri asubuhi, mchana na usiku, wanaendelea kufanya vile vitu vinavyomwasi Mwenyezi Mungu. Neno moja kwa vijana hao ambao pengine wana muktadha huo katika kuelekea mwezi wa Ramadhani. Ramadhani ni mwezi wa saumu na malengo ya saumu ni kupata uchamungu, na kipimo cha kupata uchamungu ni haya tunayoyaona kwenye jamii tusiyaone, ikiwa ni kwangu au kwa kijana yeyote ambaye ni mwenzangu. Na leo tumeona mengi sana yakionekana. Mathalan, misikiti mingi inajengwa, lakini spidi ya watu kuondoka misikitini ni kubwa. Mashekhe wanajitahidi kufanya ziarati misikitini, lakini mtu anamaliza kuswali kaondoka, manake hawezi akapata elimu. Kwa hiyo jambo la kwanza na la msingi, lazima tutumie nguvu kubwa na jitihada kubwa kusoma na kujifunza, tujue lengo la Ramadhani ni nini. Hili nimesikia shekhe akisema tusije tukafunga Ramadhani kwa kipimo cha kuteseka, kwamba vile ambavyo mimi midomo imepauka ndivyo nitakavyopata malipo makubwa. Hapana, sio hivyo, lakini ni vile ambavyo mimi nitatekeleza ile ibada kwa ikhlas, kwa nia, kwa moyo, kwamba naelekeza ibada hii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wema nitakaofanya kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ubaya nitakaouacha kwa kuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa kuamini kwamba hakuna yeyote ninayemfanyia isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala hakuna yeyote ninahitaji anisifie isipokuwa natarajia malipo kwa Mungu. Nadhani hilo tu ndo msingi ambao utatuwezesha sisi kulifikia lengo la saumu, tofauti na vile ambavyo mtu atahisi kwamba usiku haonekani anafanyia kwake. Sahihi sana, na hongera sana kwa ufafanuzi mzuri huo. Na pengine tuma salamu 2 kwa watu ambao wanakutazama hivi sasa kupitia Mahasin kuelekea kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Salamu za mwanzo nazifikisha kwa wazazi wangu, naomba Allah awape siha na afya na awafikishe katika mwezi wa Ramadhani wakiwa na siha na afya, na ikiwa kadari ya Allah imefika kabla ya Ramadhani, basi awape viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Lakini salamu za pili
nazituma kwa Watanzania wote wanaonifahamu na wasionifahamu, nikiwaambia kwamba basi tushikamane wote kwa pamoja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tushikamane sote kwa pamoja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea kuzungumza na Waislamu wakituambia namna gani wanaenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Bado wewe mtazamaji hujaniambia unaenda kuipokeaje Ramadhani, lakini kwa hivi sasa niko na ukhti nani vile? Naitwa Aisha Yusuf Maulidi. Aisha Yusuf Maulidi, mke wa Mtume huyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana, tumebakiwa na masiku machache sana kwenda kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Heko, shime, bashasha na fanaka ya kiasi gani unapoenda kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Umejiandaje kuupokea mwezi huu? Kwa kweli nimejiandaa vizuri sana, nimejiandaa kiimani, nimejiandaa kiafya, nimejiandaa kwa kila kitu, alhamdulillah. Kwa hiyo tarehe itakapofika nitakuwa tayari kwa ajili ya kufunga. Wanasema kina mama na mwezi wa Ramadhani nyinyi ndo waga mmelishikilia jiko hasa. Pengine mimi nataka uniibie siri. Iftari gani ambayo ukiipika mwezi wa Ramadhani familia inasema da, kweli hapa leo tumekula iftari? Kufunga haimaanishi kula, isipokuwa kufunga ni kujizuilia. Kwa hiyo mimi nawaasa kina mama wenzangu huko majumbani, badala ya kutumia muda mwingi sana kukaa majikoni kupika na kufanyaje, tuhimize watoto, vijana kwa ajili ya kufanya ibada. Muda mwingi tuutumie kwa ajili ya kufanya ibada. Khatima al-Qur'ani, kuhitimisha Qur'ani katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Neno lako moja kwa mtu ambaye anatakiwa aende sasa akahitimisha Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani. Nasema Ramadhani karimu. Na wahitimishe Qur'ani. Salamu mbili kwa anayekutizama hivi sasa ukimtakia makaribisho mwema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza kabisa ni kwa mume wangu kipenzi ambaye amenipa ruksa ya kushughulika na masuala haya yote, lakini amenipa ruksa kuanzia asubuhi kuja kushiriki na wenzangu hapa mpaka muda huu niko hapa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amlipe kheri nyingi na tuendelee kupendana mpaka siku ya kifo. Maana yake kifo ndio kitutenganishe mimi na mume wangu. Lakini salamu nyingine ziende kwa ndugu zangu Waislamu wote wa Dodoma na nje ya Dodoma ambao walitushika mkono Muslim Sisters kwa kutoa michango yao, kwa kutoa sadaka zao. Ndugu zangu wote nawaambia Ramadhani mubaraka. Allah. Ramadhan mubarak. Bana, shukran sana. Na mtazamaji wa Mahasin TV, ni marhaba ya Ramadhan, kipindi ambacho kinakujia kupitia Mahasin TV. Hapa pembeni yangu nipo na kijana mdogo kabisa ambaye sura yake imejawa bashasha kwelikweli. Leo anaenda kukutana na channel ya Mahasin TV. Bwana, salama? Naitwa nani jina? Nani? Anas, unaijua Mahasin? Naam. Kipindi gani kimoja cha Mahasin unachopenda sana kukiangalia? Mashindano ya Qur'ani na dua. Na mashindano ya Qur'ani na dua zinazoruka kupitia Mahasin. Mashaallah. Sasa mimi nataka uniambie, unajua tumebakiza siku ngapi kuelekea kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Yajua, na umekosa zawadi yangu. Umejiandaje sasa kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tuambie. Umejiandaa vizuri au umejiandaa ukifika mwezi wa Ramadhani, wewe watu wenzako wanafunga, wewe kobela mchana haufungi? Umejiandaa vipi? Nataka uniambie. Naandaa vizuri, tafunga zote. Tuma salamu tatu kwa watu wanaokufuatilia kupitia Mahasin ukiwatakia mfungo mwema na ukaribisho mwema wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa mama yangu mzazi, kwa mko wangu, salamu ya tatu kwa baba yako. Bwana, mama na baba na anko, mmetakiwa Ramadhani njema. Mimi nikutakie maandalizi mema ya mfungo mtukufu wa Ramadhani. Sawa bwana? Asante sana bwana mtazamaji. Ujue jina lako wala? Naitwa Hussein Idi Shaban. Hussein Idi Shaban. Naam. Ni mkazi wa hapa Dodoma? Amna. Hapana. Umekuja Dodoma kufanya nini sasa shehe? Nimekuja Dodoma kutafuta elimu. Kutafuta elimu katika markazi hii.
Markazi hii inaitwaje? Darul Maarif Gaddafi. Darul Maarif Gaddafi. Mashaallah. Sheikh, tunaenda kuanza mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pasi shaka hiyo habari unayo. Umejiandaje sasa kuipokea Ramadhani? Nashukuru Mwenyezi Mungu tuletee mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa salama na kila laheri. Na kila laheri. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umejaa vitu vingi vya kheri. Kitu gani kimoja tunachokipenda kwenye mwezi wa Ramadhani? Unavipenda vyote, lakini unachokipenda zaidi? Nachokipenda zaidi ni zima tu. Nasiha tele. Asante sana, mimi nikushukuru. Tuma salamu 3 kwa watu wanaokutazama kupitia Mahasin. Tazama kupitia Mahasin TV. Asalimu sana. Niwaombe sana, sisi ni wanafunzi wa Gaddafi. Tunali zawadi. Mashaallah, zimefika. Asante sana Sheikh wangu. Karibu sana. Karibu sana Dodoma. Bana, unaitwa nani jina lako? Kwa jina naitwa Uthman Muhammad. Naam. Sheikh, tumebakiza masiku machache kwenda kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umejiandaje kwenda kuupokea mwezi mwandamo? Kwa mimi nilivyojiandaa kwa ajili ya kufanya khairati mbalimbali kwa ajili ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama vile kufunga sunna mbalimbali kwa ajili ya kuweka mwili vizuri ili kwa ajili ya funga. Katika mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umegubikwa na ibada nyingi sana za kheri za kujikurubisha karibu na Mola wako Muumba. Je, ni ibada gani uipendayo zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ibada ambayo naipenda zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ibada ya tarawih na tasbihi, kusoma Qur'ani na khairati mbalimbali, zipo nyingi sana katika mwezi. Masha Allah. Mimi nikushukuru sana bwana. Salamu 3 kwa watu. Salamu 3 kwa watu kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa watu wangu wa karibu, ni watu wajiandae vyema katika kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama vile kuandaa kufanya khairi mbalimbali kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndio watu wako 3 ambao wapo mbali na hapa, ambao nataka uwafikishie salamu na ujumbe wao kwao. Salamu na ujumbe kuwafikishia ambao watu wapo wanaonitazama mimi katika wapo sehemu za mbali, ni kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa hali ya bashasha na furaha, kuwa ni mwezi mtukufu, mwezi unakuja na khairati mbalimbali sana. Ukisoma Qur'ani basi Allah anakulipa fadhila zilizokuwa nyingi zaidi. Ila zilizokuwa nyingi zaidi. Mimi nikutakie maandalizi mema ya kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Asante sana ila akhi. Karibu sana bwana. Naitwa Subira Ramadhani Iloko. Mashaallah. Bwana dada Subira, tumebakiwa na masiku machache sana kuelekea katika mwezi wa kheri, mwezi wa tende, mwezi wa Ramadhani. Umejiandaaje kuupokea mwezi wa mtukufu wa Ramadhani? Alhamdulillah, nashukuru, lakini nimejiandaa vyema katika swala hili la ibada la siku 30 ambapo Mwenyezi Mungu akinijalia kwa uwezo wake nimejiandaa kikamilifu katika swala za usiku, katika swala za sunna, kufanya adhkari nyingi sana kwa ajili ya Allah. Tunajua kina mama wana dharura nyingi sana pengine zinazowapelekea kupata nafasi ya kutokudiriki saumu na ni maamrisho ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna wengine kuna wakati wanatumia mwanya huo kama sehemu ya kutokufunga. Neno lako kwao ni lipi? Kiukweli nawaambia wabadilishe nafsi zao, wanajidanganya kwa sababu Allah anaona, Allah anajua, na kesho aamini kwamba atalipwa kile alichokifanya. Kwa hiyo asiudanganye moyo wake, dharura zipo lakini usitoe sababu. Kwa hiyo funga kwa ajili ya Allah. Funge kwa ajili ya Allah. Salamu 3. Salamu 3, napenda kutoa salamu kwa familia yangu ya Mzee Iloko na mke wake, mama yangu kipenzi ambaye yuko Dar es Salaam kwa sasa hivi, na wadogo zangu Hanaya pamoja na Hijra. Masha Allah. Hujambo? Unaitwa nani jina lako? Sio, unasoma darasa la ngapi wewe? Mashallah. Uko sura gani?
Tunasi, si ndio? Unafungaga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Bado sijaweza. Bado hujaweza kufunga. Ila mwaka huu unaniahidi nini sasa? Maana Ramadhani imebakia siku chache tu iingie. Unaniahidi nini? Na kuahidi nitajitahidi kufunga. Kufunga. Na mimi ukifunga nitakuletea zawadi. Mimi nikutakie maandalizi mema mwezi wa Ramadhani. Hem, tuma salamu 3 kwa ndugu nyumbani. Nawatakia mambo mema na nilioishi vizuri kwa kila kitu, na Mungu atujalie na tuwe wakubwa, tuwe kama wazazi. Ukhti nani ma? Halima. Ukhti Halima nani? Halima Ibrahim. Halima Ibrahim, mashaallah. Ukhti Halima, tumebakiwa na masiku machache sana kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maandalizi yako yako vipi? Alhamdulillah. Maandalizi yangu, cha kwanza ninamshukuru Mwenyezi Mungu, mpaka sasa nina afya njema. Namuomba Mwenyezi Mungu anizidishie afya njema ya kuendelea nayo kwenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini cha pili, namuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zake tuufikie huo mwezi mtukufu wa Ramadhani na atupokee yale ya kheri ambayo tumeyakusudia ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wanasema katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kina mama wanakuwa wana mambo mengi sana yanayowafanya pengine watumie kama uchochoro wa kutokuwa karibu na Muumba wao. Kuna wakati wanajishughulisha bize sana na makulati na wanasahau kufanya ibada zikiwemo kisimamo cha sala ya tarawih. Pengine neno lako ni lipi sasa kwa kina mama wanaokutazama hivi sasa? Neno langu kwa kina mama wanaonitazama hivi sasa, Ramadhani hata tukiangalia katika wema waliopita, walikuwa hawasubiri leo wala kesho. Walikuwa wakijiandaa miezi 6 kabla kwa kumuomba Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na mimi wito wangu kwa wenzangu, Ramadhani hii tukijaliwa kuifika, basi tukiimaliza salama tuanze kujiandaa maandalizi mapema, ili akili zetu na fikra zetu zisiwe katika mapishi, ziwe katika kutekeleza mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hatuna muda. Unaweza ukasema leo unakaa unawapikia watu, tusimfurahishe mwanadamu katika mwezi ambao ni mchache sana, ambao tunatakiwa tufanye mambo mengi ya kheri. Hata kama watu wana majukumu, tujitahidi sana, ni masiku machache sana. Hayo ndo wito wangu kwa wanawake wenzangu. Salamu 3 kwa wanaokutazama kupitia Mahasin. Na wasalimu Waislamu wote wa duniani, na wasalimu na naombea kheri, na namuomba Mwenyezi Mungu awasamehe wanawake, wanaume waliotangulia mbele ya haki, awapanulie makaburi yao, na sisi atujalie mwisho uliokuwa mwema. Mashaallah, kauli imeususua moyo wangu hiyo. Basi sawa bana, mimi nikutakie majukumu mema inshallah. Karibu mwezi mtukufu wa Ramadhani, karibu kipenzi cha waumini, mwezi ambao unasubiriwa kwa hamu na heko kubwa. Jirani yangu mkono wangu wa kume nipo na ukhti nani bana? Hamisa Suleiman. Mashaallah jamani, Hamisa bwana, umejiandaje kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Alhamdulillah, kwanza tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atufikishe tukiwa wazima wenye afya ili tuweze kufunga inshallah. Maandalizi yako kiujumla kuelekea mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Nimejiandaa vizuri sana, kuanzia stara, swala, ibada mwanzo mwisho inshallah. Ibada gani? Ibada zipo nyingi sana kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, za kutoa na za kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Jambo gani hasa unalolipenda zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, hasa unapoingia unakuwa una hamu kabisa ya kulifanya hilo jambo? Mimi napenda sana, kwanza watu tunakuwa tuna moyo wa kufanya ibada. Kingine ninapenda sana siku za mwisho zile, kumtaka Allah msamaha, lakini pia napenda siku zile 10 za mwisho, napenda sana katika mwezi. Unaziita Lailatul Qadri wa wataalamu wa mambo hapa. Basi sawa, pengine nitumie salamu 3 kwa watu wako maalum ambao wanakutizama kupitia Mahasin hivi sasa. Natuma salamu kwa mama yangu kipenzi Bi Aisha aliyoko hapa Dodoma. Natuma salamu kwa wadogo zangu Hidmi na Khadija. Natuma salamu kwa baba yangu yupo Burundi. Nataka namuombea dua Allah amfanyie wepesi katika mambo yake. Bujumbura huko. Yuko Bujumbura, anaitwa Suleiman Epe. Mashaallah. Neno lako moja sasa kwa hao watazamaji, ujumbe wako? Ujumbe, tufanye ibada na tujitokeze kwenye mambo ya kheri,
tuchangie ikihitajika, tuwe pamoja. Tuwe pamoja. Mtazamaji wa Mahasin TV, kipindi ni Marhaba ya Ramadhan, kipindi maalum kinachokujia kwa minajili ya kutaka kufahamu mambo mengi kuelekea kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jirani yangu nipo na ndugu yangu Bwana Lahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Utambue jina lako Sheikh? Abdul Shakur Suleiman Hamisi. Shakur Suleiman Hamisi. Naam Sheikh, pengine utuambie unajiandaje kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani? Najiandaa vizuri sana, maana mwezi wa Ramadhani una vitu vingi, unahitajia maandalizi mengi kabisa. Kujifunza, yani kusoma kwanza Qur'ani, ili itakapokuja Ramadhani ni tayari shazoea kusoma Qur'ani. Shazoea kusoma Qur'ani. Tamaa yako ni nini hasa inapokaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tamaa yangu ni kufunga, pia pale nikifunga pale basi ule muda kufuturu waga nafurahi sana mimi. Iftari ile. Mashaallah. Kwa sababu ndio vitu vinavyoipendezesha Ramadhani. Ndio kabisa kwa Mungu. Mashaallah. Tuma salamu tatu kwa watu wako wa karibu wanaokutazama hivi sasa. Wazazi wangu wa kwanza wale salamu zao zifikie kule, wale watazamaji wale basi na wenyewe salamu zio kwao, pia na Waislamu wote kwa ujumla. Waislamu wote kwa ujumla. Basi shaka zimefika. Ujumbe wao kwao, waidiriki Ramadhani vizuri, wafunge vile itakavyo na wasifanye kufunga kwa ajili ya kujionyesha kwa watu kwamba wanafunga. Inatakiwa wafunge katika mioyo zao, basi wafunge Ramadhani zote zenye kukubali kwa Mwenyezi Mungu. Shukran sana Sheikh. Karibu Ramadhani. Ramadhani watu wanakusubiri kwa hamu sana, na huyu ni miongoni mwa wanaoisubiri kwa hamu Ramadhani. Marhaba ya Ramadhani. Bwana, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Unausubiri kwa moyo wa heko kiasi gani mwezi mtukufu wa Ramadhani? Mimi nausubiri kwa heko kweli, nausubiri Mwenyezi Mungu akitujalia, maana mwezi umeshakaribia, umebaki masiku machache kukaribia mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo sisi tumeupokea kwa salama na amani. Salama na amani. Jina lako pia nikumbushe? Jina langu Idi Ramadhani. Idi Ramadhani. Mashaallah. Sheikh, wanasema ayyama ma'dudat, ni masiku machache mno. Uchache wa Ramadhani huwa unakupa raha gani hasa unapokuwa ndani ya masiku haya? Huwa napata furaha sana. Kwanza kuna masiku haya hapa katikati huwa nafunga kukaribisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, pia huwa nafurahia sana. Unafurahia sana? Naam. Wanasema Ramadhani huwa inakuja na kuondoka na watu wanabakia vile vile. Wewe Ramadhani toka ulipoanza kufunga mwezi wa Ramadhani mpaka leo, Ramadhani imekupa athari gani? Imekuachia kitu gani cha athari katika maisha yako? Imeniachia athari ya kujua kwamba huwa tunafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunajifunza mambo mengi, kwamba kuna kusaidia maskini, kuna kusaidia vitu mbalimbali, kuna kupeleka misaada, kunafanyaje hivyo. Sheikh, bwana, tunaambiwa bwana wewe ni imamu, huwa unasalisha siku katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na sisi tuliopita darasa la Qur'ani kuna idghamu na nini tena ikhfa'u, si ndio? Tupe kiraa kidogo japo kwa nusu sekunde, kwa sekunde 30, kiraa tam kabisa ambayo itaenda kunindimba na kusikika katika Masjid Gaddafi mwezi mtukufu wa Ramadhani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله العظيم العظيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Kweli hapa imelala Qur'ani, hapa
ndipo kilipo kisima na maktaba ya sauti katika makadara ya Qur'ani. Sheikh, tuma salamu tatu kwa watu wanaokutazama kupitia Mahasin. Mimi napenda kuwakaribisha katika Masjid Gaddafi. Napenda niwatakie kheri na baraka ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao upo hapa mbele yetu, tuweze kujumuika katika mambo yote ya ibadati inshallah. Shukrani sana. Ukhti nani madam? Kwa majina naitwa Aisha Omar. Aisha Omari Ikonde, ni katibu Muslim Sisters. Katibu, kumbe nyie watu wa hapa sana. Naam. Tumebakiwa na masiku machache sana, takriban masiku 10 kama sio 11 kwenda kupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Umejiandaaje kuweza kupokea mwezi huo mwandamo? Kwa kweli katika kusema kujiandaa, cha kwanza naomba Mwenyezi Mungu aniweze kunifikisha, anipe umri nisogee katika kipindi hicho, niweze kufika muda wa kufika mwezi wa Ramadhani niwepo, yani anipe uhai, niseme hivyo. Yani mwezi wa Ramadhani kiukweli natamani niwepo, kama Allah atanijalia nitafanya vitu vingi ambavyo nafikiri sikuvifanya nyuma katika miezi iliyopita ya Ramadhani. Kwanza kwa sababu lengo kuu la kufunga, lengo la swaumu ni kumfanya mja kuwa mcha Mungu. Kwa hiyo lengo kuu inabidi nilikamilishe mimi kama mimi, na ndio kitu ambacho nimejiwekea nikifikishwa na Allah katika kipindi hicho, kuwa mcha Mungu. Mbali na yote hayo, kitu gani hasa cha kijamii ambacho nategemea kukirejesha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kurejesha katika jamii? Nashukuru kwa hilo swali. Katika kurejesha kwenye jamii kuna iftari. Sasa kuna zile kaya maskini ambazo haziwezi kununua iftari, nitachangia, nitajaliwa na Mwenyezi Mungu inshallah, nitaweza kuchangia katika kununua iftari ya kaya ambazo kuzimudu. Tuma salamu tatu kwa watu wanaokutazama hivi sasa. Napenda kutuma salamu kwa wazazi wangu walioko hapa Dodoma, Mr. Omar Ikonde na mke wake Biramla. Napenda kutuma salamu kwa mume wangu kipenzi Abbas, yuko hapa Dodoma, na familia yangu nzima kwa ujumla. Basi mimi nikutakie maandalizi mema ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na mwambie Mr. Abbas tutakuja kugawana iftari hiyo. Tunakaribishana kwenye kheri mashaallah. Mtazamaji wa Mahasin TV, tumepata wasaa wa kukutana na imam wa Masjidi Gaddafi hapa Dodoma, msikiti mkuu unaopatikana hapa jijini Dodoma, ambaye atajitambulisha undani wa majina yake, lakini pia atatueleza kuelekea mwezi mtukufu wa Ramadhani ratiba kamili ya msikiti ambayo imewekwa itakuwa katika muktadha upi, lakini vile vile tujue namna gani vipindi vitakuwa vinaendeshwa na muktadha hayo. Bwana, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Fahamu jina lako wala? Inshallah, naitwa Shabani Idi Shabani. Mimi ni naibu imamu hapa msikiti wa Gaddafi. Imamu mkuu ni shekhe wa mkoa, pia vile vile mimi ni mwanafunzi wa shekhe wa mkoa wa msikiti huu wa Gaddafi. Inshallah. Shekhe, tunataka tufahamu pengine tunaelekea kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ratiba zenu nyinyi zitakuwa vipi hapa msikitini kiufupi? Inshallah, ratiba za hapa msikitini katika mwezi wa Ramadhani zitakuwa motomoto. Vipindi vyote vya swala kutakuwa na mawaidha, hakuna kipindi hata kimoja isipokuwa kipindi cha salatu subuhi ndio kitakuwa hakuna mawaidha, lakini adhuhuri, alasiri kutakuwa baada ya swala. Kabla ya swala kuna mawaidha, baada ya swala kuna mawaidha pia vile vile. Wakati wa alasiri, baada ya salatu alasiri, kuna darasa ya tafsiri ya Qur'ani ambayo inaendeshwa na Sheikh wa mkoa. Kisha baada ya swala ya magharibi, kabla ya Aisha, kuna darasa inatolewa kuhusu funga, pia vile vile inaendeshwa na Sheikh wa mkoa. Kwa hiyo katika msikiti huu wa Gaddafi, msikiti wa mkoa wa Dodoma, kuna mambo motomoto ya kuhusu dini, yani vipindi vyote mchana wote wa Ramadhani mpaka Ramadhani inapoisha, mambo hapa ni motomoto. Tunaambia watu wajipange, wakurubia hapa msikitini, watapata vitu mbalimbali. Kama una tatizo lolote katika funga nini, wewe njoo hapa msikitini, pia vile vile unakuchukua na mawaidha mbalimbali na mashekhi mbalimbali watakuwepo hapa msikitini. Mashaallah. Bwana, huyo ni naibu imamu ambaye tulikuwa tunazungumza naye kwa hivi sasa. Huhitajiki kusukumwa kwa bakora wala kupewa fedha ya senti kuja kupata darasa, ni bure kabisa, utakuwa unapata darasa hapa msikitini. Asante. Majina yangu naitwa Abdullahi Lugome,
ni mkazi wa Dar es Salaam. Mimi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani huu ambao unakuja, kweli Allah akituafikisha kufika insha Allah, tutakaribisha mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika yale ambayo bwana wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufunza tuyafanye ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa kheri na ni mwezi ambao tunapaswa kufanya mambo mengi ya khairat. Na sio tu hivyo, lakini ni mwezi ambao tunapaswa tuende tukafanya ibada za kutosha ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu ibada tukazifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani zitakuwa zina thawabu mara 2 ya hizi miezi mingine ya kawaida. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, mwezi wetu mtukufu wa Ramadhani tunausubiri kwa hamu na tunausubiri ili tuweze kufanya mambo mengi mazuri, lakini pia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni miongoni mwa nguzo za Kiislamu ambazo tunaenda kuzitimiza katika zile nguzo za Kiislamu. Kwa hiyo tunapoenda kufunga mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tunaenda kutimiza zile nguzo za Uislamu. Naamini saumu zetu zitafika vizuri kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu na zitapokelewa, na insha Allah tutaweza kufanikiwa lile lengo hasa la mwezi mtukufu wa Ramadhani na lengo hasa la funga. Ningependa kutuma salamu kwa mke wangu kipenzi, lakini pia ningependa kutuma salamu kwa mwanangu Rumaisa bint Abdullah, lakini pia napenda kutuma salamu kwa mdogo wangu Hindu Lugome, dada Rana Deko Songea pale. Mbele yako ni Hassan Muhammad al-Maruf Muhammadain, ni mkazi wa jiji la Arusha na ni mmoja katika wale ambao wanajaribu kufanya da'wa chini ya kauli ya Allah azza wa jalla, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Lakini leo naongea nikiwa hapa katika viwanja vya Masjid Gaddafi jijini Dodoma, msikiti mkubwa zaidi na msikiti maarufu zaidi. Leo tulikuwa na tukio la kihistoria, Ramadhan aqbil falqulub maridatun wan-nur amsa khafitan bika. Kiu ya kila Muislamu kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan, nami ni mmoja katika wale ambao wana kiu hiyo. Ni watu wafanye maandalizi ya mapema kabla hujafika mwezi wa Ramadhan, ili tusione kuwa umekuja ghafla. Lazima tufanye maandalizi ili mwezi ukiwadia angalau umeshapanga Ramadhani ya kwanza nitafanya nini katika mambo ya ibadat na taat, Ramadhani ya pili wa hakadha mpaka Ramadhani ya mwisho, kwa wale ambao watajaliwa kudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nawe hatuna uhakika, kwa hiyo tunaungana pamoja na wenzetu katika kumwomba Allah azza wa jalla atufikishe salama katika mwezi wa Ramadhan, aulete kwetu salama mwezi wa Ramadhan, lakini kadhalika tupe taufiki ya kufanya khairi ndani ya Ramadhan. Zaidi ya hapo azipokee zile khairi ambazo atatupa taufiki kuzifanya. Naamini kuna mengi hivi sasa tutayasikia katika msimu huu kabla ya kuwadia mwezi wa Ramadhan, ni ya kuzingatiwa na mtu afanye kusudi kabisa katika kujifunza ahkamu mbalimbali zenye mahusiano na mwezi wa Ramadhan. Ni muhimu haya kuyajua ili tufunge Ramadhan kama tulivyofundishwa na Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ibada nyingi Mtume alayhi salatu wassalam anasema fanyeni kama mlivyoona nafanya, fanyeni kama nilivyowafunza jinsi ya kufanya. Tunayaona hayo mfano kwenye ibada ya sala, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona na swali. Ukija kwenye ibada ya hajj, khudhu anni manasikakum. Kwa hiyo na huu ndio utaratibu kwenye ibada zote, hata zile ambazo hayajaja maneno ya moja kwa moja kwa mfano huo, kwa sababu tunajifunza pia kupitia matendo ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasallam. Bwana Mtume kafunga, tuangalie kafungaje kuanzia mchana wake mpaka usiku wake, alikuwa anajishughulisha na nini, na ili uyajue yote hayo ni lazima ujifunze, na ndio lengo kubwa la kuandaa shughuli kama hii. Kwa hiyo ninachoamini ujumbe huu utakufikia wewe Muislamu mpenda kheri, na utafanya maandalizi ya sawasawa katika kupokea mwezi wa Ramadhan mwaka huu 1447 Hijiria sawa na 2026 Miladia. Allah tujalie katika wale watakaodiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan wakiwa na siha na afya zilizo timia. Ramadhanukum mubarak, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mtazamaji wa Mahasin TV, tulikuwepo hapa jijini Dodoma ambapo tumesikia maoni mengi sana ya wakazi wa jiji la Dodoma kuelekea kwenda kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kipindi hewani kilikuwa ni Marhaban ya Ramadhan, kinachokujia masiku machache kuelekea kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Kutokea hapa hatuna la ziada, tukutakie ufuatiliaji mema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea kupitia Mahasin TV. Jina langu naitwa Fuad Kasim Watuta, nyuma ya kamera alikuwa Ramadhani Idi Limo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.